Mithali 29 mstari wa 12 nasema, mwenye kutawala akisikiliza uongo, basi watumishi wake wote watakuwa waovu. Kama kuna mtu ana jambo la lazima kwamba tusipomsikiliza ataugua, labda tupokee hiyo hoja moja na baada ya hapo tumalize. Mpeni maiki yule mmoja pale ili tuweze kumaliza. Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa nafasi hii. Kwa majina naitwa PF 25334 Assistant Inspector Nasoro Mana. Afande, mimi nina changamoto kubwa dhidi ya afande wangu RPC mkoa wa Pwani. Kwanza kabisa, wewe unatokea wapi? Mkoa wa Pwani. Natokea mkoa wa Pwani? Ndio. Haya, sasa kwa sababu ni la kijeshi, hebu uje hapa pembeni, tutateta hapa, utaniambia moja kwa moja. Njoo hapa tutaongea. Usiende mbali, njoo hapa tutaongea. Afande wa Mwigulu atoweka katika ukurasa wa 8. Amepotelea wapi huyo afande? Afande kapotelea wapi afande? Usikujulikana. Wanaambiwa mkaguzi msaidizi wa polisi pale ambaye anafahamika kwa jina la Nasoro Mana aliyemshtaki kamanda wa polisi wa mkoa wa Pwani RPC kwa Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba ametoweka na sasa anatafutwa na familia yake. Familia, kwa hiyo yani huyu ni afande ambaye alijitokeza kwenye kusema kero juu ya yale ambayo anayapitia. Alafu kama unakumbuka vizuri, waziri alimwambia kwanza wewe, kwa sababu hilo jambo lako Danili utakuja kulizungumza hapa, unakumbuka? Yes. Sasa baada ya kusema hivyo, siku kadhaa zimepita, familia haimuoni. Taarifa za kupotea kwa huyo askari, kama ni za kweli kama zinavyoripotiwa na hiki chombo cha habari hapa, zinaonyesha ni kwa kiasi gani ni hatari kutoa kero kwa Mwigulu Nchemba au kwa Kenani au kwa yeyote ambaye yuko kwenye utawala wa damu, atasema leteni kero. Kimsingi wengine sisi tulishaonya huko nyuma kwamba munao kwenda kutoa kero kwa watu hawa waliojaa damu, munaenda kujichoresha. Kwanza, hawana uwezo wa kukusaidia, kwa sababu mtu anayekuwa amepata madaraka hiyo kwa kuonea watu, kwa kuumiza watu, kwa kuua watu, mmoja, hana ujasiri wa kuwazuia wengine wasionee watu, wasiumize watu. 2, hao wengine watakao kuwa wakiumiza watu walimsaidia kuumiza watu ili yeye awe pale. Sasa ni kama hamkutusikia, hamkuelewa. Hiyo ni moja iliyoliki. Nina hakika nyingine huko kwingine ambazo sasa wanatishiwa tu moja kwa moja kwamba kaseme tena, wanafinywa tu moja kwa moja kwamba ulisema nenda kaseme tena. Nadhani huko ndo ziko kila mahali. Mtu akiwa ni muuaji, muoneaji wa watu, ni adui, mwizi ni adui wa wanaolia au wanaowasaidia wanaolia. Yani we piga hesabu, ukimsemelea mwizi anaiba kwa jirani, ukamsemelea mwizi, we anakuonaje? Lazima afikirie namna ya kukudhuru. Na je, ikiwa mwizi husika ana mahusiano mazuri na huyo unayemsemelea, mwizi husika unamsemelea kwa wezi wenzie. Mimi nimewahi kuibiwa mahali, napiga kelele za mwizi, kumbe wale wote walionizunguka wanaojitahidi kunisaidia kufukuza mwizi,
kumbe wote ni wezi. Kichoo kinatokea, kwanza walikuwa wananiziba njia maeneo ya Makunguru Mbeya pale, wananiziba njia, mwizi yule atangulie akimbie sana, na wenyewe anapiga ke mwizi, sauti ya chini chini, mwizi mwizi. Alafu akijua mwizi ameelekea huku, wao wanaelekea huku, ili mimi niwafuate, kwa sababu si waliniziba. Baadaye tokea mwizi mkuu akauliza ameibiwa nini huyu, akataja kiasi hicho ibiwa, mazingira niliyoibiwa. Akaanza kumfukuza ile kwa serious, ili amwambie rudisheni pesa ya huyu kijana. Wakati huo ni mdogo sana, miaka ya 98 99 pale. Kataka nirudishe, walazimishe amlazimishe anirudishie ile pesa. Mwisho wa siku akajitahidi, akamkamata. Alipomkamata, wale wezi kuona yule ni Magege, nikitaja jina Magege, wezi wa Makunguru Mwenjero wa Mbeya, wanaweza akawa walimfahamu. Ilionekana kama mkubwa wa wezi. Sasa wezi wengine wote walipoona kwamba Magege ndiye naye lifanyia kazi hilo, wakati wananizunguka kwa mbali, wananizunguka kwa mbali, wananizunguka kwa mbali. Tukapita eneo lilikuwa inaitwa Igogwe Bar. Hiyo bar nadhani mpaka sasa ipo maeneo ya Makunguru pale, iko karibu sasa na si hoteli, si bar ya Mfikemo. Tukapita yale maeneo, ndipo ambapo dada zangu walikuwa wamepanga kumwona Magege na kundi kadhaa la wezi, mabamedi na watu kadha wa kadha ambao walikuwa wenyeji pale. Wasema hatutakusaidia, hilo lote ni kundi moja. Ajitokeza tu kijana mmoja, Msamaria mmoja, alikuwa anauza duka pembeni pale, ndiye ambaye nisaidia mpaka ule mwizi. Tukafika naye kituo cha polisi, lakini kwa bahati mbaya, kwanza kesi haikuendelea, lakini mbili, ndugu walilazimika kutafuta kuhama pale, kwa sababu ilionekana mimi nimeshughulika na mwizi katikati ya wezi. Hali ilivyo kwenye nchi yetu kwa sasa, kulia au kulalamika ni kuvuta kifo, ni kuivuta hatari. Ikumbukwe sisi wote tumepata madhara. Mimi wanangu wameuawa kwa sababu nilikuwa nalilia na kuwa sauti ya wanaolia. Kama ilivyo kwa mwizi, wakasema wewe unayelilia wanaolia ndo tunayekuua, tunayewahi kuua watoto wako na hata kukutafuta wewe kukuua, au tunapotafuta kukuua wewe. Baadaye nimepata matatizo ya kufungwa gerezani, kwenda kwenye vituo vya polisi, mke wangu kulala, kufungwa kanisa. Nimepata matatizo yote hayo kwa sababu ya kulia na kulalamika kwamba nimeonewa, ninaonewa. Sasa nimekusomea andiko kwenye Mithali 29 mstari wa 12 kwamba mwenye kutawala akisikiliza uongo, basi watumishi wake wote watakuwa waovu. Nadhani ukiangalia mtawala wenu anasikiliza chochote, hata akimwambia mafuta ni 8,000 kwa lita Marekani, dola 8,000, euro 6,000, yeye hayo anasema nipokuwa narushiwa, nina uhakika. Baadaye wanampa taarifa kwamba hapana, ni dola 800 au dola 600, dola 400. Bado anasema nina uhakika nazo kwa lita moja. Dola 800 ni sawa karibu milioni 1,200,000 hivi kwa lita moja. Dola 400 ni karibu 900,000. Sasa hayo ni mambo ambayo hayana madhara yoyote. Akidanganya, akisema ukweli, hayana madhara yoyote. Anasikiliza uongo mngapi kwenye maeneo mangapi? Unaweza ukasema ni kwa 100%. Mtawala tuliye naye na wasaidizi wake wote wakubwa wote
husikiliza uongo. Ni nani, watumishi gani watakuwa wema? Mithali hiyo 10:29 inasema mwenye kutawala akisikiliza uongo, basi watumishi wake wote watakuwa waovu. Katika Mithali 28 inasema mkuu aliyepungukiwa na akili huwaonea watu sana, bali achukiaye kutamani ataongeza siku zake. Mkuu aliyepungukiwa na akili huwaonea watu sana. Sasa kama wewe kwenu ana akili basi, kama mnajua wanasema ni wa kusungisha, ni kama kijiti tu cha kusokomeza kwenye moto, kinaenda kufanya kililotakiwa na ambalo alikutakiwa. Katika Mithali 28 anasema wao waiachao sheria huwasifu waovu, bali wao waishikao sheria hushindana nao. Unaona, mtawala huzungukwa na machawa na watu ambao kazi yao ni kusifu. Bunge machawa, mahakama chawa, mawakili machawa, polisi machawa, jeshi machawa. Yaani hakuna aliye na uwezo wa kusema ukweli ni huu, hili hapana. Msimamo wake ukawa dhahiri, hata ikiwezekana akimbie nchi. Wote hivyo wanavyokwenda sawa, hivyo wanavyokwenda sawa. Utaenda kushtaki kwa nani? Utaenda kumsemelea nani? Wote lao moja. Kimsingi mnajihatarisha. Tafanyaje? Ungempinga kwanzia huyo anayekuwa anasema anataka kusikiza kero. Mwambie we mwenyewe ni kero, we mwenyewe ndo sababu za hizo kero zote. Ondoka, achana na nafasi hiyo. Mungesema kero za wanaosema wanatatua kero, ndo mungewaambia wao ni kero. Lakini ukianza wewe unafanya kazi nzuri, ila yule wakati yule ni mwenzake. Lakini mbili, ni vizuri sana nyie mlioko mnaosema mnataka kutetua kero, mnasema mko madarakani, mungeachana nayo madaraka. Kwa sababu mimi kwa mtazamo wangu mnazidi kuharibu. Katika hiyo Mithali 28 ambayo nadhani mnakubali kwamba nyie, sababu kutubu wanaoambia mwisha-tubu. Kutubu sio hivyo. Kutubu lazima urepress. Zakayo anasema niliowanyang'anya nitarudisha mara 4. Sasa nyinyi mmenyang'anya uhai wa watu, mtarudisha ninyi. Kwa mujibu wa Biblia, mlioratibu waliotekeleza mauaji kwa ajili ya watu mali, ili kutakasa nchi, ili kutubu, inabidi walioua wauawe. Ndo kutubu huko, ndo kusafisha nchi. Naamini hamwezi. Kwa hiyo kwingine kote wanakoambia si mmetubu, mmeenda kanisani, wote mnaonufaika na mauaji, wote mliopewa vyeo na wauaji, wote mnaofanya kazi chini ya wauaji, kuwasaidia wauaji, aidha kile mnachoona ni kujisafisha au ni ile kuonyesha wana moyo mzuri, wote nyie ni wanufaika wa damu. Mnachofanya ni uovu. Sasa 29 mstari wa pili anasema wenye haki wakiwa na amri watu hufurahi, bali mwovu atawalapo watu hugua. Kwenye nchi yetu kilichobaki ni kuugua. Hakuna utakakolia, hakuna utakakolalamikia, hakuna utakakojieleza. Kujieleza ni hatari zaidi. Kuto kujieleza ni hatari zaidi. Tutazidi kuonewa. Nini kifanyike? Wote kwa sauti moja tuseme waovu waondoke, waovu wasitawale, kwa sababu dhambi yao haitubiki.
once wakikubali kutubu, ni wao wenyewe wanatakiwa kuuawa ndo kutubu huko. Nadhani wote mnakubali hawako tayari kwa hilo, hawako tayari kwa hilo. Kwa hiyo hakuna utakakopeleka kero. Ukiamua ukae nazo utateswa zaidi, kwa sababu moja ya nguvu ya mwizi kukuibia tena tena ni anapojua huna cha kufanya. Moja mtu kuonea tena tena ni anapojua huna cha kufanya. Moja mtu kuendelea kuonea ni anapoona faida nayo ipata kutegemea kuonea, ama anapoona wengine wanaonea. Tufanyeje? Wote kwa sauti moja tuseme, waovu ondokeni kwenye nafasi hiyo. Tutalia sana, kwa sababu hawana uwezo wa kumdhibiti mwovu mwingine. Ndio hayo masuala ya kuiba fedha. Unaona, wanasema ukiiba, wale wanaoiba nyingi sana adhabu yao ni kuzomewa, ni kuona aibu. Unategemea nini kitatokea? Anyway, mimi nachosema tuwapinge watatua kero wenyewe. Wanaosema wanatatua kero, hao ndo tuwaseme moja kwa moja, nyie we ndo kero. Yani wasionekane mitaani kwamba si wanaenda kutatua kero, lakini kama mtajivika kwenye unafiki au utadhani kweli yeye anaweza kutatua kero, utageuka kero wewe. Na inawezekana hiki ambacho kimetokea kwa huyu askari kimesha watokea wengi ambao mmejitokeza kusema mnasema kero huko, na mmeshindwa pengine pa kusema, ama kiko mbioni kuwatokea wengi. Ulielewa? Sawa. Ambayo hujaelewa inatosha. Asante kwa kunisikiliza.